Shalom, Bwana Yesu atukuzwe sana, ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Amani iwe nawe. Ninakusalimu kwa jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na ndoto zinazohusu mtu ambaye anaendesha gari alafu likawa limeishiwa mafuta. Katika usingizi wako unaona kwamba unaendesha gari ni la kwako kabisa, lakini kwa namna ya ajabu katika safari yako ukaona kwamba gari hilo ambalo unaliendesha mafuta yameisha kwa ghafla, mafuta hayapo. Sasa ishara ya namna hiyo tunasema kwamba hii huwa inamaanisha kuwa mkwamo wa kiroho au kuto kuendelea mbele na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye mafuta yetu. Sasa ishara ya namna hiyo ukiota, jua kabisa kuna mkwamo wa kimaisha utatokea. Kama ni mchungaji, jua kabisa kuna mkwamo wa kihuduma utatokea. Kama ni mtumishi, jua kabisa kuna mkwamo utatokea sehemu ya aina yoyote inayohusu maisha yako. Na asilimia kubwa wa utaji wa ndoto hii huwa inawahusu wale watu ambao wamefarakana na Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu, Roho Mtakatifu ndiye mafuta yetu. Nabii Isaya anasema Roho ya Bwana yu juu yangu kwa sababu amenimiminia mafuta. Manake Roho Mtakatifu ndiye mafuta mwenyewe. Sasa kwenye ndoto ukiota ukiona kwamba mafuta ya gari yameisha alafu upo safarini, manake hapo unaonyeshwa kwamba safari yako hiyo unayoiendea haitaenda sawa katika hali ya kimaisha. Mambo yako mengi yatakwama, mambo yako mengi hayataenda sawa, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa ametoka upande wako. Lakini ndoto nyingine tunasema ukiota ndoto ukiona upo ndani ya gari na viongozi wakubwa kwenye usingizi wako, unaona umelala alafu upo ndani ya gari alafu viongozi wakubwa sana wako upande wako, unaona unaongea nao, unazungumza nao kwenye hilo gari. Sasa tafasiri ya ndoto ya namna hiyo ukiona upo na viongozi wakubwa, manake ni kwamba unaonyeshwa ya kuwa ndani yako kuna kalama ya uongozi. Kalama ya uongozi, unaona upo na watu wakubwa wa nje ya nchi, manake hapo unaonyeshwa wazi kwamba ndani yako ni kalama ya uongozi ambayo upo nayo. Na hata kama haujawahi kuwa kiongozi mahali popote, haujawahi kuwa kiongozi sehemu yoyote, sasa ukiota ndoto ya namna hii, jua kabisa unaonyeshwa kwamba ndani yako kuna kalama ya uongozi ambayo Mungu ameiweka, na hiyo kalama itaenda kuleta matokeo makubwa siku za usoni. Kwa hiyo hata kama hujawahi kujihusisha na mambo ya siasa, au hata kama hujawahi kujihusisha na mambo ya uongozi ndani ya kanisa, sehemu yoyote ile, lakini ukaota ndoto ukaona unaongea na viongozi ambao ni wakubwa, maanake hapo unaonyeshwa wazi kwamba ndani yako kuna kalama kubwa ya uongozi. Lakini tunasema ndoto nyingine, ukiota ndoto ukiona umepata ajali alafu dereva akawa anakucheka, yaani umepata ajali katika hiyo safari alafu dereva akawa anakucheka kwenye hiyo ndoto yako. Sasa ndoto za namna hii mtaji anapokuwa anaota kwamba amepata ajali alafu dereva akawa anamcheka, dereva akawa anamdhihaki, ishara ya namna hii manake Mungu anakuonyesha kwamba katika safari ya maisha yako uache kuwategemea wanadamu. Katika safari ya maisha yako uache kuwategemea watu. Katika safari ya maisha yako uache kutegemea watu kwamba ndio wakusaidie, maanake hapo unaonyesha kwamba unapowategemea watu hawatakufanikisha, hawatakupeleka sehemu yoyote ile, utajikuta umeanguka vibaya na aibu ikawa upande wako. Kwa hiyo ndoto ya namna hii mtaji anapokuwa anaiota, maanake ni kwamba Mungu anamuonyesha aache kutegemea wanadamu. Mungu anamuonyesha aache kutegemea akili za kibinadamu. Mungu anataka mtu huyo ategemee akili za Roho Mtakatifu mwenyewe. Na ndoto nyingine tunasema ukiota ndoto ukiona sisimizi au wadudu wengi kichwani wamejaa, ishara ya namna hii huwa inaashiria mavamizi ya nguvu za giza, unashambuliwa utukufu wako wa Bwana ulio juu yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona wadudu aina ya sisimizi, aina ya mchwa, aina ya wadudu mbalimbali, wanakuzongazonga kwenye kichwa, wanatembea kwenye kichwa, sasa ishara ya namna hii maana yake unaonyeshwa kwamba kuna nguvu za giza ambazo zinakufuatilia, kuna nguvu za giza ambazo zinakuwinda, lakini pia kuna nguvu za giza ambazo zinazuia utukufu wa Mungu, kwa sababu ukiona nywele zako zinashambuliwa na hao wadudu, maanake hapo unaonyeshwa wazi kwamba hao wadudu
ni ishara ya nguvu za giza, wanakushambulia na wanachokishambulia ni kile kitu kilichoko ndani yako ambacho ni utukufu wa Mungu. Maana yake hapo utukufu wa maombi unakuwa unashambuliwa, utukufu wa ibada unakuwa unashambuliwa, utukufu wa kuwa karibu na Mungu, connection ya wewe na Mungu inakuwa inashambuliwa. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona wadudu wanatembea kwenye nywele zako, wanatembea kwenye kichwa chako, ingia kwenye maombi haraka sana ya utakaso, ingia kwenye maombi ya kushambulia maadui wanaoleta vita katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine pale mwotaji ambapo akaota, tunasema ukiota ndoto ukiona nywele zako zimekuwa nyingi sana, nywele zimestawi, nywele zimekuwa nyingi sana katika kichwa chako. Sasa tafasiri ya ndoto ya namna hii, kuona nywele nyingi zimejaa ndani ya kichwa chako, tunasema ni alama ya kwamba utukufu wa Mungu ni mkubwa kwako. Ukiota ndoto ukiona nywele nyingi zimestawi sana kichwani mwako, ishara ya namna hiyo huwa inaashiria utukufu wa Mungu ni mkubwa sana kwako. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo, manake Mungu anakuonyesha umesimama sawasawa na Bwana na utukufu wake uko upande wako, na unahitaji kuendelea kunyenyekea zaidi katika maombi, na baraka za Bwana zitakujilia na kukupata. Mungu akubariki. Jambo la kuzingatia, ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo chini ya screen, lakini pia usisahau kulike na kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.